Bwana, karibu tena. Naitwa Nalinga Mfaume. Kubwa kabisa mjini hapa ni kuhusiana na usajili mpya ambao Young Africans wameweza kuufanya, na ni usiku mwingi sana ambao wameweza kumtambulisha bwana mdogo huyu Alan Okello. Ni Mganda ambaye aliweza kuwaka sana akiwa na CHAN, nakumbuka akiwa na AFCON kule nchini Morocco. Kwa hiyo ni mambo mengi sana, ni kama hivi Young Africans wameweza kupata mchezaji mzuri sana. Ni mchezaji wa namna gani? Niko na Diego Mashuhuri ambaye yeye atakuja kutupitisha tuweze kumjua sasa Alan Okello ni mchezaji wa namna gani na imekuwaje Young Africans wamemsajili, wameona kitu gani kwa Alan Okello. Diego, mambo vipi? Safi kabisa. Kwema ndugu yangu. Tuko vizuri. Naona jana tulilala usiku mrefu. Inasema sasa imekuwaje dirisha dogo nalo wanatulaza usiku sana Young Africans, kuna nini huko? Diego. Young Africans ni kama wamefanya mazoea. Na ukitazama hata mashabiki na wanachama wa Young Africans ndio tayari wameshanogewa na hayo mazoea. Wamefanya kuwa utaratibu. Sajili zao walikuja na utaratibu wa kuwa wanazitambulisha usiku mwingi. Ndio. Na sio kwa sajili zote. Zile sajili ambazo ni crucial. Ndio. Sajili kubwa kwao. Basi wamekuwa sajili ambazo wametumia hela nyingi. Sajili ambazo zimekuwa na ushindani. Ndio. Kwa maana kwenye kumpata mchezaji. Ama sajili ambazo zimekuwa talk of the town. Kabisa. Zimezungumzwa sana. Tumeshuhudia hivyo kwa Musa Balakonte. Tulishuhudia hivyo kwa Stefani Aziz Ki. Ndio. Tumeshuhudia hivyo kwa wachezaji tofauti. Wale wenzangu na mimi wazawa au wachezaji hawa ambao kidogo hawajawa gumzo wanatambulishwa saa moja. Lakini ukishaona usajili umepelekwa mida mibovu, kwa maana kuanzia saa 5 hiyo 6 na wanaweza kukwambia saa 5 mchezaji saa 5 kamili mchezaji akatambulishwa saa 5:30 huko 6 kasoro mpaka hivyo. Young Africans wameshawahi kutambulisha mchezaji saa 6 usiku, washawahi kutambulisha mchezaji zaidi ya huo muda. Yote ni walikuwa wanatengeneza wale royal customers, royal fans. Ndio. Wale mashabiki ambao wao ni Yanga na wao, yani unamsubirisha shabiki kwa masaa mengi ili apate habari yako, na wewe mwenyewe na yeye kuna attachment mnaitengeneza pale, na ndicho ambacho wanakifanya Yanga kupitia idara yao ya habari na mawasiliano. Wanakuza ile attachment yao club pamoja na mashabiki na wanachama wa Young Africans. Sawa, sasa nataka tujue sasa Alan Okello, hivi Tanzania tunakosa talent kama Okello kwa sababu ni kijana mdogo, alikuwepo Mkane, unaelewa, na wachezaji wengi sana ambao Tanzania tunao. Kwa nini Okello ana kipigani cha special sana Okello? Okay, kwa upande wa Alan Okello, tofauti pekee ni maturity na ile level ya maandalizi ya mchezaji. Namna ambavyo ameandaliwa Okello mpaka kufikia pale si sawa sana alivyoandaliwa Lamine Yamal, si sawa sana alivyoandaliwa Dennis Nkane. Ndio. Nkane ana maturity, amekuwa kivyake kutokana na wale waliomnyanyua au waliomkuza kwenye soka la Bongo. Okello amekuwa kivyake kutokana na wale waliomnyanyua kwenye soka la Uganda. Nakumbuka Uganda wao washatengeneza misingi ya mchezaji kupita kutokea chini huku. Ndio. Bongo hapa misingi ni kama ipo lakini haizingatiwi sana. Ndio maana unasikia huyu mchezaji alikuwa seremala au alikuwa bodaboda kaja hapa. Yani hana ile football background
ambayo labda alipita hapa kapita hapa, sio sana. Wachezaji wengi wanatokea tu mashuleni hawa. Ndio. Kaenda kacheza mpira. Kwa upande wa Alan Okello, hiyo maturity level ya ukomavu alionayo ni tofauti. Ile ndo ambayo inaweza kukufanya wewe uwe tayari kucheza timu kubwa au uendelee kucheza na madogo. Kwa umri alionao Alan Okello, kuna madogo mpaka leo anacheza soka, wako hawapandi, wao anda nini tu. Wapo timu mbili tu. Sasa Okello sikapewa nafasi, kaonyesha. Sasa nafasi haiji. Nafasi haiji hivi. Unajua yani unaonyesha, unapata nafasi afu unaonyesha. Sawa. Okello inaonekana kwamba taifa liliamua kwenda naye. Umenielewa? Na sisi Tanzania tukiangalia hapa, kwa nini Okello peke yake na Uganda ina vijana wengi? Kwa mfano kimwangalia inakuwa ni utaratibu wao. Kwa mfano kuna bwana mdogo anaitwa Travis Mutiaba, nadhani unamfahamu. Mutiaba. Naye alikuwa anapewa hype kubwa kama nani? Okello. Yaani jamaa ukiangalia kwamba talent yetu ni hii, tunaenda nayo. Kwa mfano Tanzania tunazo talent nyingi. Kwangu mimi naamini Nkane ana kipaji kikubwa sana kumshinda Okello. Dennis Nkane. Ambaye Young Africans wamemwacha. Umenielewa? Ila tu kwa vile ni Mganda, umenielewa, na ni bwana mdogo na ameperform kwenye baadhi ya mechi kadhaa na ndo faida sasa. Umeona mchezaji anapopata nafasi kwenye timu za taifa, kwanza inakuwa ni vizuri sana kumtangaza kimataifa. Young Africans wameingia kwenye mtego wa Okello kuonekana kwenye timu ya taifa na kupewa ile nafasi, wakamwona ni mchezaji mzuri wakamchukua. Na ndo soko la wasajili linafanya hivyo. Wachezaji huwa wanatengenezewa platform. For me, kwangu mimi naamini utanisaisha. Naamini Nkane ana kipaji kikubwa sana kushinda Okello. Kwa utaniambia sasa hapo unipe tofauti kwamba wao Young Africans wamemwacha Nkane, wamempeleka kwa mkopo, wamemleta Okello ambaye kwangu mimi naamini ana less talent kumshinda Nkane ambaye wamemwafrodi kwenda kwa mkopo TRA. Okay, kwanza lazima tujue talent wewe unaipima kwa vipimo vipi? Ndio. Kusema mchezaji fulani ana talent kuliko fulani. Sitaki kumkosea heshima Dennis Nkane. Ni moja kati ya wachezaji ambao tuna ukaribu, tunazungumza, hivyo tunafahamiana, lakini kwenye ukweli mpira unaongea. Ndio. Nkane ana mpira mwingi sana mguuni kwake. Yes. Lakini mazingira aliyopo ni yapi? Na vile vile anacheza na kina nani? Ndio. Au anaocheza nao? Mimi sitaki kuamini kwamba kukosa namba ya kuaminika au kueleweka. Sitaki kuamini ni kwamba haaminiki tu. Nafasi inapatikana. Si ndio maana wote mna train mazoezini? Mna train. Sasa wewe leo hii Yanga wanaleta winga na wewe upo. Manake kuna kitu mwalimu hajakipata mazoezini au kwenye maboresho yanayofanyika yanalenga kuongeza level zaidi ya kile ambacho timu inacho kwa wakati huo. Kwa nini Yanga imewahi kuwa na akina Dukapele Moroko? Ndio. Si ndio? Akina Tuisila Kisinda. Nkane yupo kwenye hiyo timu. Si ndio? Yeah. Nafasi ilikuwepo, bwana Moroko kaondoka, sasa ngoja hapa mimi nionyeshe. Si ndio? Ndio. Yeah. Huyu Pacome Zouzoua. Kuna kipindi amesumbuliwa sana majeruhi na majeraha. Tumemshuhudia mchezaji akistep up, Nkane au yoyote yule, kusema kwamba anamnyima namba. Sasa Zouzoua alivyorudi kachukua namba yake vizuri. Muangalie Nzengeli alipata changamoto hapa katikati. Yani kamalizana majeraha, karudi kaikuta namba yake inamsubiri yeye. Hapo akina Nkane wapo kuonyesha kwamba tunaweza kufanya kitu au unaweza kufanya kitu hapa. Si ndio? Sasa unavoenda kumchukua Alan Okello ambaye yeye pangua klabuni, yani sio mchezaji ambaye
anatokea sabu labda au hana namba hiyo anabahatisha, no. Ni mchezaji ambaye klabuni anapotoka panga pangua, biashara inafanyika hivyo. Sawa, lakini panga pangua hapo huyo mchezaji anamaliza msimu akiwa top scorer, magoli jumla overall GA kwa maana magoli na assist msimu uliomalizika 24-25 yeye ndo alikuwa top scorer akiwa na magoli 19, assist 4, mchango wa magoli 23. Hiyo ni yeye miguuni mwake kichwa, kufunga na kutoa assist. Msimu huu pekee katika mechi hizo kadhaa ambazo amecheza almost kama mechi 6 tayari ana goli 3. Umeona, tayari ana goli 3 na assist zake. Kwa ni mchezaji ambaye anakupa consistency. Sasa huyu tayari ameshaonyesha yupo tayari ana compete na watu ambao wamemuacha kwa maana ni masinia, na ana compete na watu ambao hivyo wanashabihiana, lakini uwezo umemtanguliza yeye mbele, uwezo umeongea, uwezo unaamua. Uganda wajaribu kwenye timu ya taifa wanakupa Okelo, kamata wingi, Mutiaba shika dimba hili. Sio jambo la kwenda kujaribu kwenye michuano kama ya AFCON. Mutiaba, Okelo, na tulimuona huyu mchezaji aliimbo sana na yeye alitoka Vipers. Alikuwa anahusishwa sana na Yanga, Simba, Bobosi, Biaruhanga. Si ndio? Ndio. Yaani haikuwa inatokea tu kwamba baba anaimbwa, no. Yaani ni mchezaji anaonyesha kwenye mpira, unatakiwa unaonyesha, unapewa nafasi. Yaani ukishaonyesha unapewa nafasi, alafu unaonyesha sasa kwamba kile nilichokuwa naonyesha kina muendelezo. Usitunao kina Chasambi. Chasambi sasa ishatuonyesha tayari. Baada ya kutuonyesha akapewa nafasi. Si ndio? Then ameshindwa kutupa muendelezo wa kile ambacho amekionyesha. Sasa ndo watu wanasema kwamba huyu inawezekana ni mchezaji tu wa timu ndogo. Hawezi kwa sababu amekuwa timu ndogo, ameonyesha. Timu kubwa imekuchukua, imekupa nafasi. Onyesha hapa, tupe muendelezo. Si ndio? Au kuza hiyo level yako sasa. Mchezaji atuone mabadiliko. Watu wanaweka pembeni. Vile vile tunamtazama sasa hivi Morris Abraham, si ndio? Yeah. Morris Abraham ameonyesha. Amekaa Simba pale msimu uliomalizika ule. Hana mkataba, ana nini? Kaonyesha mazoezini. Akapewa mkataba, si ndio? Yeah. Kapewa nafasi hapo, maana yake kaaminiwa, bana sisi tunakusajili. Sawa. Kapewa nafasi, kaonyesha. Kaonyesha. Ndio maana unaona sasa hivi mara auwa hivi auwa vile. Kweli auwa amedrop, lakini haja drop pakubwa. Auwa ndo hivi yani. Auwa kwani alikuwa anatengeneza magoli sana? Auwa yeye alikuwa anafunga tu penalty, free kick hivyo. Lakini sio kwamba alikuwa anatengeneza sana magoli kwa maana ya mnyumbulifu katoa pasi ya goli nini. Yani auwa sio kama unavyomuona vile alikuwa Chama. Morris ameingia, anaonyesha kwamba napiga pale kwenye njia. Yaani anakuonyesha kwamba naufungua mchezo huu. Mastrika wenyewe atakosa magoli kutokana na level yake, bado ana safari ndefu ya kuendelea kukua kisoka. Kuna magoli atakosa ya wazi, kuna sehemu pasi, lakini yeye tuna kitu tunao tukamtetea nacho. Si ndio? Auwa aje kuonyesha. Huko alipotoka alishaonyesha, amekuja huko aje aisaidie timu kushinda mataji. Morris hajasajiliwa Simba aisaidie timu kushinda mataji. Amesajiliwa Simba aweze kuonyesha alichonacho. Kwa sababu kapewa nafasi, onyesha. Kaonyesha, watu wamesema hapa kuna mchezaji. Sikaenda timu ya taifa. Pale timu ya taifa wanataka angekuwa anamtoa nani? Mfano angekuwa anamtoa nani? Kwa sababu nafasi kapata,
lakini kuna watu sasa, ukimtazama mtu kama Okello nafasi kapata na kaonyesha. Yani timu ya taifa kuna watu ambao kiumri, uzoefu wanamzidi, lakini yeye, na uliona kwenye mechi ya Uganda Tanzania alivyokuwa anaisumbua wingi ile, iko bize. Kwa hiyo ni mchezaji machachari, analijua goli. Ukiwa una Pacome anatokea huku upande mwingine anaingia vizuri Alan Okello, hapo yekuwa anaendelea kujitafuta, au hata kama na yeye atasema bwana mimi nimejaribu hapa naona imeshindikana, sawa,